Mezani mwa Mseto Media tuna taarifa ya huzuni na inayoacha maswali mengi kwa watu. Taarifa hii ni kuhusu padri kufariki dunia akiwa anaongoza ibada. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe, na wewe ambaye bado ni usubscribe sasa ili usio unapitwa na taarifa zetu. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Vyombo vya habari mbalimbali duniani vimeripoti na kuitaarifu dunia kuhusu kifo cha kushtukiza na kushangaza cha Padri Raymond. Kama tunavyojua, upadri nao ni utume na uprofessional kama ulivyo udaktari, ualimu na taaluma nyingine. Hivyo inaaminika ukimwona padri kaingia altareni na anaongoza ibada, basi lazima ni mzima wa afya, kwani angekuwa ana shida au anaumwa, basi uongozi wa kanisa usingemruhusu kuongoza misa. Sasa taarifa ya masikitiko na inayoshangaza inaeleza kuwa kumetokea tukio la huzuni na majonzi makubwa lililotokea wakati wa misa takatifu katika kijiji cha Westmaas, wilaya ya Waina, Neustadt, Australia, ambapo waumini waliokuwepo walishuhudia kwa masikitiko makubwa padri wa parokia hiyo, Padri Raymond Beisteiner, akianguka ghafla alipokuwa akiendelea kuongoza ibada. Inadaiwa Padri Raymond alianguka alipokuwa anarudisha kwa heshima Ekaristi takatifu kwenye tabernakulo. Licha ya juhudi za haraka za kutoa msaada, lakini Padri Raymond alifariki dakika chache baadaye akiwa bado ndani ya kanisa. Kifo chake cha ghafla kimeacha mshangao, huzuni na pengo kubwa katika mioyo ya waumini wa parokia hiyo, familia yake, marafiki na jumuiya pana ya kanisa. Padri Raymond alikuwa mchungaji mwenye upendo, aliyewajali waumini wake na aliyekuwa mfano wa unyenyekevu na kujitoa katika huduma ya Mungu. Taarifa zaidi inadai alihudumu kwa bidii, akihubiri Injili kwa matendo na maneno, na aliishi maisha ya kujitoa kikamilifu kwa wito wake wa kipadri. Waumini wengi wameeleza kuwa tukio hili, ingawa ni la maumivu makubwa, limebeba ujumbe mzito wa kiroho. Padri Raymond alifariki akiwa katika tendo takatifu, akitimiza jukumu lake la mwisho kwa heshima kubwa mbele ya sakramenti takatifu. Kwa watumishi wengi wa Mungu, wamechukulia kifo hichi kama ishara ya kiutakatifu na iliyotukuka, wakiamini siku moja watakutana naye juu kwa Baba. Hii ni moja ya taarifa kubwa na gumzo ulimwenguni. Nilikuletea, naitwa Queen Ray wa hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.